Wapendwa watakatifu wana wa Mungu, ninawasalimia katika jina la Yesu. Mimi ni mwalimu Dr. Daniel Mwankemwa wa Dar es Salaam, Tanzania. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo na zawadi ya uhai ambayo tunayo mpaka sasa. Ninatokeza mbele zenu kwa moyo mkubwa wa unyenyekevu. Kwanza kupokea wito wa kushiriki mdahalo tangu tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 7 mwezi wa 6 kutoka kwa mwalimu wa Sabato na matengenezo kutoka kule Kenya, anaitwa Francis Ndacha. Mada alizozitaja kwamba tutashughulika nazo na kuzipitia, ya kwanza kwamba Mungu wa Biblia ni nani. Nimeipenda sana hii mada. Narudia tena, mada hii nimeipenda sana ili watu wamjue Mungu wa Biblia ni nani. Mada ya pili inasema imani yetu wa Kristo ni ipi? Na je, Yesu ni kiumbe aliyeumbwa au vipi? Hiyo ni mada ya pili na yenyewe nimeipenda sana, sababu ikifika mahali tukagundua kwamba Yesu ameumbwa, mimi nitakuwa wa kwanza kukataa kumwabudu. Mada nyingine ya tatu inasema Utatu Mtakatifu ni nini? Na hii ndiyo mada iliyoleteleza yote haya, kwa sababu kama ambavyo nimesema toka kule nyuma kwamba mada zingine zote ambazo zilikuwa zinafundishwa na hao wa Sabato ambao ninawaita mimi waasi, ilibakia mada moja tu, hii ya utatu, na ndio ambayo tutakwenda kujadili sasa vizuri. Na furahi kwamba Mwalimu Francis Ndacha amesema baada ya mjadala huu itakuwa ni mara ya mwisho, and I assure you, ni kweli itakuwa ni mara ya mwisho. Ni kweli itakuwa ni mara ya mwisho kwa neema ya Mungu. Mada ya 4 inasema uungu ni nini? What is the Godhead? Tutakwenda kuangalia Biblia inatufundisha nini kuhusu uungu na nani wanaohusika kwenye huo uungu na hao wanaohusika wakoje. Tutakwenda kujifunza pia kwenye mada hiyo. Mada ya 5 kama alivyosema yeye, inasema Roho Mtakatifu ni nani au ni nini? Tutakwenda kujifunza kuanzia kwenye Biblia. Vitabu vya Ellen White vinasema Roho Mtakatifu ni nani? Tutakwenda kujifunza. Mada ya 6 anasema SDA chini ya General Conference ni kanisa la Mungu kwa hoja zipi? SDA chini ya General Conference ni kanisa la Mungu kwa hoja zipi? Kwa sababu tayari ameanza kunituhumu hata kabla ya kunisikiliza. Anasema nimetumwa na Wasabato wale wa General Conference, yaani wale Wasabato Wasabato wengi ambao hawako kwenye kundi hili la uasi. Tayari ameanza kunituhumu huyu, anasema nimetumwa, lakini hasikilizi hoja ambazo zimetolewa mpaka mimi nikaweka hoja hiyo. Na hoja kubwa nimekuwa nawauliza, Ellen White alizikwa na kundi gani kati ya Wasabato wa General Conference na Wasabato wana matengenezo? Swali hilo wamekuwa nalikwepa. Huenda kwenye mdahalo litajibiwa ili ionekane mimi wa Sabato General Conference wamenituma au ninaangalia na kupima hoja. Kwa mimi, kwa nini ninaongelea habari ya Sabato General Conference? Kwa sababu Ellen White aliongea sana kuhusu baba yangu wa kiroho anaitwa Martin Luther na kile ambacho Martin Luther alikifanya kupitia neno la Mungu. Sasa kama ninaona kwamba kuna kitu ambacho Ellen White alisema kuhusu Martin Luther baba yangu wa kiroho, alafu kile kitu hawa Wasabato wanaojiita wana matengenezo wanasema hakifai, maana yake wanampinga hata Ellen White. Sasa hili ndio linanifanya kwamba nimekubali mjadala huu ili kila kitu kiwe wazi na kila mtu ajue ukweli ni upi, aamue kuufuata apate uzima wa milele au aamue kuukengeuka apate hukumu ya milele. Mada ya 7 inasema, je, kanisa la kweli ni lipi? Kanisa la kweli ni lipi? Biblia itatufundisha
kanisa la kweli ni lipi, kwa sababu sio kila kusanyiko ni kanisa. Hapana. Kwa mfano hayo makusanyiko ya Kinandacha huwezi kuliita kanisa, limekosa vigezo vya kuitwa kanisa. Pengine ndio maana anataka mjadala. Wale wote ambao ni kanisa huoni tukiitisha mjadala nao. Wale wote ambao ni kanisa huoni tukiitisha mjadala nao, lakini wale wote ambao sio kanisa lazima mjadala uwepo. Ulianza wakati wa Elia. Elia alikuwa anamwabudu Mungu wa kweli, lakini manabii wa habari nao walikuwa na Mungu wao. Ilibidi kuitishwe mdahalo. Mtume Paulo baada ya kuwa Mkristo alikuwa anaenda kwenye masinagogi kwenda kufanya mdahalo. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao sio wanaomwamini Mungu wa kweli. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hata sasa. Hili analoitisha huyu Mwalimu Francis Ndacha, mimi ninalipokea na nimelikubali, na kwa neema ya Mungu kama ambavyo imekuwa inatokea siku zote ndivyo itakavyotokea, lakini kwa sharti moja tu. Kwanza nashukuru amekubali kwamba tutafanya online, kitu cha ambacho mara kwanza alikuwa anakataa. Kuna ujumbe alinitumia kwamba kuna watu eti wanasema ninapoongea online kuna watu wa SDA wananirushia mimi majibu. Yaani SDA ndio wanirushia mimi majibu, wakati hoja za wa SDA ni zile ambazo ziko kwenye Biblia na yeyote anayeamini Biblia anaweza kujitetea. Lakini pia ile kusema kwamba kila wakati kwamba huyu amekuwa ananifuata inbox ni kweli, kwa sababu nilishasema kule nyuma mlipotangaza kwamba hamtafanya mdahalo na mimi, nikamwambia well, kama hamtafanya mdahalo na mimi, lakini mkileta jambo lolote la kupotosha sitalikalia kimya. Na kweli sijakaa kimya. Na hata hapa kwa sababu tunaenda sasa kwenye mjadala, kwa sababu ilikuwa kuanzia wiki ijayo nianze kuachia series moja ya yale tuhuma alizozitoa mchungaji Chai. Nilitakiwa nianze kuzijibu, lakini kwa sababu sijui wameota nini hapa, kwa sababu sasa ninajua watakuwa wanasaidiana huko. Mimi naomba msaidiane wote, alimradi mko kwenye kundi la uasi. Hakuna hoja itakayoletwa itakayoshinda neno la Mungu na ukweli uliopo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuombea, kwa sababu hapa sisi hatushindani. Hapa ni kuwakilisha ukweli ambao mtu ataamua kuupokea au ataamua kuudharau. Mungu awabariki sana. Mwalimu Dr. Daniel Mwankemo hapa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Stay tuned kwa siku hizo. Amen. Wapendwa watakatifu, wana wa Mungu, ninawasalimia katika jina la Yesu. Mimi ni Mwalimu Dr. Daniel Mwankemo wa Dar es Salaam, Tanzania. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya siku ya leo na zawadi ya uhai ambayo tunayo mpaka sasa. Ninatokeza mbele zenu kwa moyo mkubwa wa unyenyekevu. Kwanza kupokea wito wa kushiriki mdahalo tangu tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 7 mwezi wa 6 kutoka kwa mwalimu wa Sabato